ya wananchi Yanga kupata ushindi wa mabao 5-0 dhidi ya Dodoma Jiji katika mechi yao ya 29 ya ligi kuu Tanzania bara kwa msimu huu wa 2024-25. Miongoni mwa stori kubwa zilizojitokeza sio tu kwamba Yanga imejiweka karibu zaidi na kwenda kutoa ubingwa ligi kuu Tanzania bara kwa mara ya 4 mfululizo, ikiwa imesaliwa na dakika 90 tu kuhakikisha inapata sare ama ushindi wowote au sare yoyote ili kutoa ubingwa wakati watakapocheza katika michezo ya mwisho ya dabi ya Kariakoo ambayo ni dhidi ya watani wa jadi Simba. Gumzo ni pamoja na idadi ya mabao ya Yanga. Ni kwa sababu ushindi wa leo wa mabao 5 dhidi ya Dodoma Jiji, maana yake ni kwamba Dodoma Jiji msimu huu wamefungwa jumla ya mabao 9-0 dhidi ya Yanga, kwa sababu katika mzunguko wa kwanza Yanga walishinda 4-0. Matokeo ya jumla ndio yanakuja 9-0, kwani ndani yake kuna 4-0 alafu kuna ya leo 5-0, ndipo anatengeneza mabao 9. Sasa mwingine angeweza kusema vyovyote vile kwamba labda Dodoma Jiji ni dhaifu sana mbele ya Yanga, maana yake wameonewa sana msimu huu. Lakini ukifuatilia vizuri katika mechi 29 walizocheza Yanga mpaka sasa katika msimu huu, wakiwa wamesaliwa na mechi moja ya dabi dhidi ya watani wa jadi, ni kwamba Yanga adhabu za kutoa vipigo vizito kwa timu nyingine kwenye ligi kuu Tanzania bara msimu huu haikuikuta Dodoma Jiji peke yake. La hasha. Kwanza Yanga msimu huu wamekuwa na sifa moja mpaka kufikia sasa. Wamezifunga timu zote, timu zote katika ligi kuu Tanzania bara ambazo ni wapinzani wa Yanga. Chindi dhidi ya timu zote. Hakuna timu ambayo haijaonja kipigo kutoka kwa Yanga msimu huu. Hili jambo la kwanza. Lakini la pili, ukiondoe kuna Msimbazi Simba ambao walifungwa 1-0 katika mzunguko wa kwanza wa ligi kuu Tanzania bara msimu huu dhidi ya Yanga, wengine waliobaki wakiwamo wale ambao walishacheza nyumbani na ugenini, maana timu zote zilishacheza nyumbani na ugenini dhidi ya Yanga kasoro Simba, wote wameruhusu mabao zaidi ya 1. Yaani kwa lugha nyingine, Yanga matokeo yake katika ligi kuu Tanzania bara msimu huu, ukiondoa mechi dhidi ya Simba, mechi zote dhidi ya wapinzani wao walau wamefunga mabao 2 au zaidi. Na hizo ambazo zina sifa ya kuruhusu mabao walau 2 kwa Yanga bila kujali zilishinda ama zilifungwa au sare, ni klabu 3 tu, ambazo ni zipi? Kuna Azam FC. Azam na Yanga inafahamika vizuri. Matokeo ya jumla na Yanga ni 2-2, kwa sababu kwenye mzunguko wa kwanza Yanga walifungwa 1-0, mzunguko wa pili Yanga wakashinda 2-1. Kwa hiyo matokeo yao yamekuwa 2-2. Kwa hiyo Azam walifunga mabao 2, lakini na wao wameruhusu mabao 2. Nyingine ni Coastal Union. Coastal wamefungwa mechi zote na Yanga, lakini walifungwa 1-0, wakafungwa 1-0. Yaani 1+1, matokeo yake mabao 2-0 wamefungwa, wao kupata bao. Lakini nyingine JKT Tanzania. JKT Tanzania yenyewe ilipambana haswa dhidi ya Yanga. Mechi ya kwanza walifungwa 2-0, mechi ya pili 0-0, kwa hiyo wamefungwa 2-0 matokeo ya jumla. Yaani mabao walioruhusu ni mabao 2. Ni timu hizi 3 tu ndizo ambazo zimeruhusu mabao walau 2 tu, sio chini hapo na si zaidi hapo. Lakini na nyingine ni Simba ambayo watani wa jadi hawajakutana katika mechi ya marudiano itakayochezwa Juni 25 ili kuona je, Yanga wataambulia bao lolote, kwa sababu wakifunga walau bao 1 maana yake watakuwa wamefikisha idadi ya mabao 2 kama waliofikisha dhidi ya Azam, dhidi ya Coastal na dhidi ya JKT Tanzania. Timu nyingine zote zilizobaki hakuna hata moja ambayo imeruhusu mabao pungufu ya 3. Yaani wameruhusu mabao walau kuanzia 3 kwenda juu. Kwa sababu hiyo hawa Dodoma Jiji waliopigwa jumla mabao 9 baada ya kipigo cha 5-0 ni muendelezo tu wa vipigo ama timu nyingine kuruhusu mabao katika mechi dhidi ya Yanga. Orodha kamili ipo kama ifuatavyo. Tumesema hapa tayari kuna timu 4. Ligi kuu Tanzania bara ina timu 16. Wapinzani wa Yanga ni timu 15. Ukiondoa 4 maana yake hizo nyingine ni timu 11. Yaani hapa nyingine hapa ni Simba ambayo yenyewe haikuruhusu mabao 2 bali imeruhusu bao 1 ingawa na mchezo mmoja. Inawezekana Simba wakaenda kuigeuzia kibao kwa Yanga kwa kuifunga, lakini pia inaweza ikawa sare, lakini pia Yanga inaweza kushinda.
ni mpaka siku itakapofika dakika 90 zitaamua. Lakini ukiondoa timu hizi 4 zilizobaki, kwa lugha nyingine ni hizo timu 11 ambazo ni zipi? Ndio hii sasa tumetoka kuitaja awali, ambao ni Dodoma Jiji. Tutaanza kuziorodhesha hapa matokeo ya timu zote dhidi ya Yanga kabla ya mechi moja iliyobaki ya Yanga dhidi ya Simba, na ukiondoa hizi ambazo matokeo yake nimeshazitaja tayari. Nadhani tunaelewa ndugu mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level. Ya kwanza ndio hii Dodoma Jiji. Dodoma Jiji tumeshasema mzunguko wa kwanza wamepigwa 4 bila, wa pili wamefungwa ndio leo 5 bila. Kwa hiyo jumla wameruhusu mabao 9, wao hawajafunga bao lolote. Ya pili ni Tanzania Prisons. Mechi ya kwanza walifungwa 4 bila kama ilivyokuwa Dodoma Jiji. Mechi ya pili wakafungwa 5 bila, ambao ni mechi iliyopita ya Yanga kabla ya kucheza na Dodoma Jiji leo hii. Jumla wameruhusu mabao 9, hawajafunga bao lolote. Nyingine Fountain Gate ya kule mkoani Manyara. Yenyewe katika mechi mojawapo walifungwa 4 bila, halafu mechi nyingine wakafungwa 5 bila. Yani kama kilichowakuta Tanzania Prisons, kama kilichowakuta Dodoma Jiji katika mechi hizi dhidi ya Yanga ambao ni mabingwa watetezi wa ligi kuu Tanzania bara, ambao wanajitahidi kuona watu tena ubingwa kwa mara ya 4. Lakini Simba wako vizuri, wanaweza kugeuza kibao katika mechi hiyo ambayo ni kama finali Juni 25 ili kumpata bingwa wa msimu huu, kwa sababu tofauti baina ya pointi kati yao, Yanga na pointi 79, Simba na pointi 78, ni pointi moja tu. Ushindi wote wa Simba, bingwa Simba. Sare yoyote, bingwa Yanga. Kwa hiyo hawa Fountain Gate nao wamefungwa 9 bila. Lakini wengine hapa ni pamoja na Mashujaa. Mechi ya kwanza walifungwa 3-2, mechi ya pili wakafungwa 5 bila. Jumla wamefungwa mabao 8 kwa 2. Lakini wengine Pamba Jiji. Mechi ya kwanza walifungwa 4 bila, mechi ya pili wakafungwa 3 bila. Jumla ikawa mabao 7 kwa 0. Ndio mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level. Katika upangaji wa matokeo haya, chukulia tu kwamba haya ya mstari wa kwanza, kolamu ya kwanza yote ni Yanga, kolamu ya pili yote ni wapinzani wao. Sijazingatia nani alikuwa mwenyeji, nani mgeni katika upangaji, kwa sababu tunafahamu kwa hiyo matokeo yale ya kwanza mwenyewe ni mwenyeji, ya pili yani moja, tuseme ikiwa 2-1, 2 ni mwenyeji, ile moja inakuwa ni mgeni. Lakini kwenye kupanga kwangu hapa sijazingatia hilo, bali chukulia tu ni kwamba haya matokeo ya kwanza yote ndio matokeo ya Yanga, halafu haya mengine ndio ya wapinzani wao. Sasa baada ya hizo nyingine, maana hizi nyingine tumeshazielewa kwamba ni Simba, JKT Tanzania, Coastal Union na Azam, zina matokeo special tofauti dhidi ya Yanga, kwa maana ya 1 bila ambayo ni Simba inategemea Juni 25, alafu zile nyingine zote zimeruhusu mabao 2 kama Azam ambayo nayo ilishinda dhidi ya Yanga, zote zimefungana matokeo 2-2 kwa ujumla baada ya mechi zote 2 aggregate, lakini na kadhalika ninavyotoka kuelezea. Lakini nyingine hapa kuna Ken Gold ambao wameshateremka daraja. Mechi ya kwanza walifungwa 1 bila, mechi ya pili wakafungwa 6-1. Kwa ujumla wamefungwa 7-1. Hao ni Ken Gold. Lakini nyingine ni KMC. KMC katika mechi ya kwanza walifungwa 1 bila, lakini mechi ya pili wakafungwa 6-1. Jumla wamefungwa 7-1 dhidi ya Yanga. Nyingine kuna Kagera Sugar ambaye ameshateremka daraja. Mechi ya kwanza walifungwa Kagera Sugar 2 bila, mechi ya pili wakafungwa 4 bila. Kwa hiyo matokeo yake wamefungwa 6 bila. Nyingine ni Namungo FC. Mechi ya kwanza walifungwa 2 bila, mechi ya pili wakafungwa 3 bila. Jumla wamefungwa 5 bila. Nyingine ni Tabora United. Kama ilivyokuwa Azam, wao na Yanga wamefungana kila mmoja. Katika mechi ya kwanza Tabora United walishinda kwa mabao 3 kwa 1. Halafu mechi ya pili wakapoteza wao kwa kufungwa na Yanga 3 bila kule kwao. Kwa hiyo jumla 4-3 dhidi ya Tabora United. Lakini nyingine Singida Black Stars. Mechi ya kwanza iliyochezwa kule New Urban Complex visiwani Zanzibar, Yanga walishinda 1 bila, Singida wakiwa wenyeji, Yanga walishinda 1 bila, lakini mechi ya marudiano Yanga walishinda 2-1. Kwa hiyo kwa ujumla Yanga wameshinda 3-1 dhidi ya Singida Black Stars. Kwa ujumla wake ukijumlisha mabao haya
9998277 7071 71 6 bila 5 bila 4331, halafu ongeza 2 bila dhidi ya JKT Tanzania ambayo Yanga walishinda kwa ujumla, halafu 2 bila dhidi ya Coastal Union, halafu 2-2 dhidi ya Azam, halafu ushindi 1 bila dhidi ya Simba katika mechi ya mzunguko wa kwanza. Ndipo jumla ya mabao yote ya Yanga unagundua kwamba ni mabao 81. Ni idadi kubwa zaidi ya mabao, ni rekodi katika ligi kuu Tanzania bara.